Ujambo na karibu katika taarifa yetu ya habari ya asubuhi ya leo tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Basi kama ni mara kwa kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News, hakikisha una subscribe, una like, una comment, pia una share ili habari iendelee kuwafikia walio wengi. Karibu katika taarifa yetu ya habari za asubuhi ya leo. Mvutano wa kiusalama unaendelea kushika kasi katika mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya serikali ya mkoa huo kutoa tuhuma nzito dhidi ya wanajeshi wa Rwanda. Katika taarifa rasmi iliyotolewa Jumamosi tarehe 18 mwezi wa 4, mamlaka ya Kivu Kusini zimedai kuwa kuna ujenzi unaoendelea wa kambi ya kijeshi ya Rwanda katika eneo la Kabare. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, kambi hiyo inajengwa katika kijiji cha Mushusho ambacho kwa sasa kinadhibitiwa na muungano wa waasi wa AFC M23 RDF. Serikali ya mkoa imeeleza kuwa taarifa hizi zinatokana na ushuhuda wa vyanzo vya ndani vinavyodaiwa kuwa wanajeshi wa Rwanda waliopenya kwa siri katika eneo hilo ndio wanaosimamia shughuli hizo za ujenzi. Akizungumza kupitia taarifa hiyo, msemaji wa serikali ya mkoa Monsieur Luganywa Bashizi Didier Kabe amesema kuwa hali hiyo ni tishio kubwa kwa usalama wa eneo hilo na ni ukiukwaji wa wazi wa mamlaka ya taifa ya Kongo. Ameongeza kuwa hatua hiyo inaashiria kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi katika eneo ambalo tayari linakabiliwa na migogoro ya muda mrefu. Serikali ya Kivu Kusini imeeleza wazi kuwa inalaani vikali kile ilichokiita ongezeko la hatari ya kiusalama na imetaka kusitishwa mara moja kwa ujenzi huo pamoja na kuondolewa bila masharti kwa vikosi vyote vya kigeni vinavyodaiwa kuwepo ndani ya ardhi ya Kongo. Katika kuimarisha hoja yake, serikali hiyo imekumbusha tukio la awali lililotokea mwaka wa 2025 ambapo ilitoa tahadhari kuhusu ujenzi mwingine wa kambi ya kijeshi iliyokuwa ikidaiwa kuwa ya Rwanda katika kisiwa cha Ijwi ndani ya ziwa Kivu. Kwa wakati huo, mamlaka zilidai kuwa takriban wanajeshi 715 wa Rwanda waliingizwa kwa siri usiku katika eneo la Bwando kabla ya kuanza shughuli za ujenzi wa miundombinu ya kijeshi. Serikali ya mkoa linatafsiri tukio hilo la mwaka wa 2025 kama jaribio la uvamizi au umiliki wa kimkakati wa sehemu ya ardhi ya Kongo, likifanya chini ya kivuli cha uwepo wa waasi wa M23 AFC. Kauli hiyo inaonyesha kuwa wasiwasi wa sasa si mara ya kwanza, bali ni mwendelezo wa hofu iliyokuwepo kwa muda. Kwa sasa, hali katika maeneo ya Kabare na viunga vyake inaelezwa kuwa ya taharuki, huku wakazi wakihofia kuzorota zaidi kwa usalama. Wengi wao wanaripoti kuona mienendo isiyo ya kawaida ya kijeshi, jambo linaloongeza hofu ya uwezekano wa mapigano mapya. Hadi kufikia sasa hakuna majibu rasmi iliyotolewa na serikali ya Rwanda kuhusu tuhuma hizo. Ukimya huo unaendelea kuibua maswali mengi miongoni mwa wachambuzi wa siasa na usalama pamoja na jamii ya kimataifa kuhusu ukweli wa madai hayo na hatua zinazoweza kuchukuliwa. Kwa ujumla, tukio hili linaongeza uzito katika mgogoro wa muda mrefu wa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, linaibua wito mpya kwa juhudi za kidiplomasia ili kuepusha hali kuendelea kuwa mbaya zaidi. Serikali ya Kongo inaendelea kusisitiza haja ya kuheshimiwa kwa mipaka yake na kulindwa kwa mamlaka ya taifa. Écoutez Radio Okapi, c'est l'heure de vous informer en Swahili. Habari zetu, Elise Kazipa. Jambo kwa wasikilizaji wapendwa wa Radio Okapi. Vichwa vya habari. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limetangaza siku ya tatu hii kwamba katika nyanda za juu za Kivu Kusini, wanajeshi wa Kongo na makundi yenye silaha yanazuia utoaji wa misaada na kuwazuia raia kukimbia mapigano mashariki mwa Kongo. Jimbo ni Kivu Kusini, vituo 5 vya afya katika maeneo ya Uvira na Fizi vinakabiliwa na janga la kipindupindu. Katika jimbo la Kasai Central, shirika la kazi kuu la Kongo ACGT kwa kifupi, ambalo linasimamia kazi ya ukarabati wa barabara ya Kananga Kalamba Mbuji kwa niaba ya serikali ya Kongo, inaripoti kuwa kazi inaendelea vizuri. Urefu wa habari hizi katika toleo hili. Baki nasi mpendwa.
Hamjambo tena wapendwa wasikilizaji wa Radio la Amani. Tunafungua toleo hili na taarifa hii kutoka kwa shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch ambalo limetangaza siku ya tatu hii kwamba katika nyanda za juu za Kivu Kusini, wanajeshi wa Kongo na makundi yenye silaha yanazuia utoaji wa misaada na kuwazuia raia kukimbia mapigano mashariki mwa Kongo. Kulingana na shirika hilo, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambalo litakutana ili kuzungumzia Kongo siku ya tatu hii tarehe 15 litaomba kwa pande zote zinazopigana kuwezesha kupita kwa wanaoleta misaada ya kibinadamu na raia wanaokimbia vita. Pia litaomba kuzingatia vikwazo vipya dhidi ya wale wanaohusika na unyanyasaji. Ikumbukwe kwamba tangu kondolewa kwa ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Kongo MONUSCO mnamo mwezi wa 6 mwaka 2024, matukio ya usalama yanayohusisha jeshi la Kongo na makundi yenye silaha huko Kivu Kusini yameongezeka. Tuelekea jimbo la Ituri. Katika mji wa Bunia, karibu 70% ya watu waliokimbia makazi yao katika eneo la Kigonze wanaishi katika hali ngumu, kwani wanajisaidia tu na shughuli zao ndogo ndogo kama biashara, kilimo. Pia wanalazimika tu kujitafutia kila siku ili wapate mahitaji zao za kimsingi. Maelezo zaidi katika ripoti hii ya Leticia Vyakuno. Wakimbizi hawa wanaishi katika kambi hii tangu mwaka 2017 kutoka kwa vijiji vyao vya asili katika mtaa wa Njugu kufuatana na upungufu ya hali ya usalama. Kwa miaka kadhaa walikuwa wakipata msaada wa chakula mara kwa mara uliotolewa na mashirika ya kiutu. Hata hivyo, kwa takribani miaka 3 sasa msaada huo hautolewi mara kwa mara kutokana na mgororo wa kibinadamu wa kimataifa. Ili kukabiliana na hali hiyo, takribani 70% juu ya 100 ya wakimbizi wa kambi ya Kigonze wanatimiza kazi za mikono. Wamoja wanafanya biashara ndogo sawa kuuza mianzi, kuni, mboga, mandazi au makaa. Wengine hulima mashamba madogo au kufanya kazi za watu kwa kubadilishana na fedha au chakula. Georgine Nzusi. Kazi mimi nafanyaka iko tengeneza makala. Nyumba ile siko nakala batu 15 vile hiyo tu. Hata mtoto napata hata kichwa viazi siko tu yetu mai njoba kunya juu yake. Bali shughuli hizi hazitoshelezi kutimiza mahitaji muhimu ya wale wakimbizi ya vita, hasa za afya na elimu ya watoto. Kwa sasa kambi ya Kigonze ina hesabu ya watu 17,000. Bunia, Leticia Vyakuno, Radio Okapi. Utulivu ulirejea huko Fungurume katika jimbo la Lualaba siku ya tatu hii baada ya siku moja ya mvutano mkali uliosababishwa na kifo cha mchimbaji madini aliyeuawa kwenye kibali cha uchimbaji madini cha Teke Fungurume. Kufuatia haya tena kuna watu ambao walipoteza maisha katika uporaji na mapigano kati ya waandamanaji na polisi. Kwa mujibu wa viongozi mbalimbali vya habari, askari aliyelinda punguzo la uchimbaji madini la Teke Fungurume alimpiga risasi mchimbaji mdogo ambaye alikuwa akiingilia humo usiku ili kuiba madini. Walipoamka, watumishi wengine waliotumika na mtu huyu ambaye ameuawa walionyesha hasira zao wakiharibu vitu vingi vya wenyewe, hasa katika barabara ya Kasolondo. Kwa mujibu wa mashirika ya kiraia ya eneo hilo, polisi walipiga risasi na kumuua mtu wa pili. Pia watu wengi waliumia, kati yao mwanafunzi mmoja anayetarajiwa kuhamishwa Lubumbashi ili kupata matunzo kamili. Walioumia wengine wanatunzwa katika eneo la Dilara huko Fungurume. Nimeatangaza hapa awali, vituo 5 vya afya katika maeneo ya Uvira na Fizi jimboni Kivu Kusini vinakabiliwa na janga la kipindupindu. Kulingana na daktari mkuu wa kitengo cha afya cha jimbo kilichoko Uvira, watu waliokimbia makazi yao pia wanajeshi ndio wanaathirika zaidi. Daktari Emea Lengo Dudu anasisitiza kwamba wanahitaji usaidizi wa serikali ili kukabiliana na janga hili kupitia chanjo. Tumsikilize Daktari Emea Lengo Dudu kupitia kipaza sauti kia Jean Kasami. De la première semaine à la 14e semaine épidémiologique, la province a pu notifier tangu juma la kwanza hadi juma la 14 la kuchunguza hali ya ugonjwa wa kipindupindu unavyoendelea. Jimbo liligundua kesi 4698
vifo vikiwa vya watu 53. Jumla ya waliofariki inafikia 1.15. Asilimia nyingi 70 ya wagonjwa wa kipindupindu wanatokea sehemu ya kusini katika mitaa ya Uvira na Fizi, zaidi ndani ya maeneo ya afya ya Uvira, Ruzizi, Fizi, Nundu na Kimbi Lulenge. Wahami wa ndani na waskari waliotumwa toka kwenye ngazi za kitaifa ajili ya kuja kuchunga usalama mipakani ndio wenye kuasiriwa vikali. Tatizo kubwa ni kukosa madawa ya kutuwezesha kuzuia ugonjwa na kufanya utokomezwe katika eneo nzima la kusini mwa jimbo. Tunaomba watawala kwenye ngazi zote za uongozi wa serikali kujitahidi ili tupate suluhisho. Na katika jimbo la Chopo, haswa katika eneo la Isangi lilioko kilomita 125 kutoka Kisangani kando ya mto Kongo, mambo hayaendi sawa. Tangu katikati ya mwezi wa 3 uliopita, kuongezeka kwa maji ya Kongo na mito ya Lomami kumeingiza eneo hili katika mgogoro ambao haujawahi kushuhudiwa. Vijiji vingi kama vile ya Njadi, ya Lioma, ya Ngoa na ya Ikela kwa sasa vimezama kabisa. Jacques Mukonkole anatuelezea kwa undani. Kulingana na ofisi ya mkoa ya masuala ya kibinadamu, ripoti ni mubaya. Familia zaidi ya 12,000 zimeathirika. Katikati ya Isangi, maisha ni karibu yamesimama. Njia zote za kuingilia zimekatiwa, zikitenga jiji hilo kutoka sehemu zingine za mkoa. Huko wasiwasi unaongezeka kutokana na hali ya kijamii na kiafya inayochukuliwa kuwa mbaya. Kufuatana na ushuhuda wa Joseph Basai, mkuu wa idara ya elimu ya mkoa, kwa muda kuna shule nyingine ambazo zimejaa maji. Ni vigumu kuendelea na masomo kwa sababu na hali hii, yani kuvuka mara nyingi kabla ya kufika shule. Tatizo la upatikanaji wa maji, tatizo la usafi na vyoo, watu wanaochafulia ndani ya maji ambao wanakunywa maji yale yale. Lalamiko ya Joseph Basa inasikitika kama onyo la mwisho. Zaidi ya miundombinu ya shule na ya kiutawala iliyoharibika, ni hatari ya milipuko ya magonjwa na njaa. Mujikisangani, Jacques Bukonkole, Radio Okapi. Mjini Mbujimai katika jimbo la Kasai Oriental, barabara zilizotiwa lami hivi majuzi zimeachiliwa tangu karibu ya juma mzima. Wanawake wanaofagia barabara mitaani wamekataa kufanya kazi, wanaomba malipo yao ya miezi 9, pia majukumu yao ya kuwakaribisha wageni katika uwanja wa ndege wa Bipemba. Kwa sasa barabara hazisafishwe tena na mchanga umejaa kwenye njia kuu za mji. Hali kuhusu malipo ya bonasi bado haijafahamika kutokana na taarifa zinazokinzana kati ya ukumbi wa mji na mashirika yanayohusika na usafi wa mazingira. Upande wa Kasai Central, shirika la kazi kuu la Kongo ACGT kwa kifupi, ambalo linasimamia kazi ya ukarabati wa barabara ya Kananga Kalambambuji, inaripoti kwamba kazi inaendelea vizuri. Maelezo zaidi katika ripoti hii ya Andre Katendengala Mulume kwa utafsiri wa Florence Kizalunga. Barabara ya Kananga Kalambambuji yenye urefu wa kilomita 213 ni njia ya kimkakati ya kufungua eneo la Kasai kubwa. Inawezesha biashara na Angola kupitia bandari ya Lobito. Barabara hii ya udongo imekuwa ikipitika kwa urefu wake wote tangu mwaka 2025. Kulingana na Serge Dibwe, mkuu wa ujumbe wa ufuatiliaji wa mradi katika shirika la kazi kuu la Kongo ACGT, kazi ya uboreshaji wa kisasa inaendelea kwa kiasi kubwa. Hadi sasa kilomita 40 tayari zimesasishwa kutoka mahali pa kuanzia Matamba. Serge Dibwe pia anabainisha kuwa sasa inawezekana kufanya safari ya kwenda na kurudi katika sehemu ya Kananga Kalambambuji kwa siku moja. Hatimaye anahakikisha kwamba hatua zote zinachukuliwa ili kuhakikisha kuwa kazi hiyo itakamilika ifikapo mwisho wa mwaka 2027 kwa mjibu wa ahadi zilizotolewa na serikali kuu. Tunarudi katika mji mkuu Kinshasa. Waziri mkuu Judith Suminwa Tuluka anashiriki katika mkutano wa Bank Mondial, pia shirika la fedha la kimataifa ama Fond Monetaire
iliyopangwa kufanyika kwa tarehe 13 hadi tarehe 8 ya mwezi huu wa 4. Mkutano huu wa kimataifa unakusanya maamuzi ya kiuchumi duniani ili kujadili masuala yanayohusiana na udhabiti wa kifedha, ukuaji na maendeleo. Kuhusu seni, kiongozi wa tume huru la kitaifa ya uchunguzi Denis Kadima aliwasilisha ripoti yake ya kila mwaka ya kipindi cha kuanzia mwezi wa 4 mwaka 2025 hadi mwezi wa 3 mwaka 2026 kwenye bunge la kitaifa siku ya pili hii iliyopita. Kupitia zoezi hii, Denis Kadima ameonyesha kuwa iko tayari kujibu wachaguliwa akizingatia misingi ya uwazi na utawala bora. Mapitio ya ripoti hii yanafungua njia ya mjadala wa jumla hasa juu ya usimamizi wa seni, matumizi ya fedha za umma na maendeleo ya mchakato wa uchunguzi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumefika wakati wa kufata sehemu ya pili ya toleo hili pamoja na mwaliko wetu Rosalie Zawadi. Radio Okapi. Invité en Swahili. Leo tunampokea Simon Weteshi Mihona, mkurugenzi wa redio ya kijamii ya Bunyakiri. Tena ni mwanzilishi wa mradi wa kuunda na kutoa ushauri kwa waandishi wa habari wa kike huko Bunyakiri. Atueleza mengi kuhusu kazi ya waandishi wa habari wanawake katika eneo hilo jimboni Kivu Kusini. Ni katika mahojiano haya na Jean Kasami. Mwananchi Simon Weteshi Mihona, jambo. Amjambo ndugu Jean Kasami. Shabaha gani ndiyo iliwasukuma nyinyi kama vile chombo cha upashaji habari kupitia redio imewasukuma kuunda kikundi cha wasichana reporters wa Bunyakiri hapo katika mtaa wa Kalehe? Aksanti. Kiukweli mafunzo haya yanafanyika katika lengo la kuweza kuwawezesha vijana wasichana na hasa sana mabinti ripota namna gani ya kuweza kufanya kazi ya mikono, na lengo kuu ni kuwapatia ujuzi na fundi wa mikono kuhusu utengenezaji wa mikoba ama pochette na mikaba kufaa kunako mikono na sakoshi ndogo ndogo ambazo zinakuwa zikitengenezwa kupitia bushenga ama perle. Kwa ujumla mafunzo haya itawezesha washiriki wetu kuweza kujitegemea kifedha wakitambua kazi hizi za mikono na hasa kukuza tuseme kuinua vipaji ambavyo wanakuwa navyo katika kazi za ufundi. Wasichana wangapi hao mnawashirikisha na nini ilichangia kuwachagua kuwa wanamemba wa kikundi hicho cha reporters? Ndio, ni kwa ujumla wasichana 17 ndio wanashiriki mafunzo. Mafunzo yanafanyika hapa Bunyakiri katika mazingira yanayofaa kwa kujifunza, na inakuwa ikipatia hasa vijana wasichana hawa ujuzi wa kuweza kujua namna gani ya kuchagua vifaa vya kutengeneza nayo hiyo vifaa mbalimbali, pamoja na maarifa ya kuendesha shughuli ndogo ndogo ya kuweza kuwasaidia katika maisha yao. Kisha kuwatolea mafunzo hayo, wasichana hao watajifaidisha nini kwa upekee na kwa jamaa zao kikamilifu? Ndio, mwisho wa mafunzo haya tunasubiri mambo mengi. Ya kwanza, washiriki wataweza wewe wenyewe kujua kutengeneza hiyo mikoba, pochette na hizo saki ndogo ndogo, wakijua kuzitengeneza kabisa kama vile inavyofaa. Watakuwa vile vile na ujuzi ambao unaweza kuwasaidia kwa kuweza kufanya kazi kidogo na kuongeza uchumi na kufanya kazi ya kuleta uchumi ama uchuuzi kidogo wa vifaa hivyo, na inaweza kuwasaidia. Vile vile tunafikiria kwamba mwisho wa mafunzo haya mabinti hao wanaweza kugeuka kuwa mfano kwa wenzao mabinti katika jamii na katika jamaa zao, na kuweza kusukuma mabinti wengine waweze kufanya kazi ya mikono ili waweze kupiganisha umaskini na kuweza kujitegemea. Ni hayo ndio tunakuwa tukisubiri kisha mafunzo haya, baba mpasha habari. Simon Weteshi Mihona, ninasema asante kwako. Ni mimi ndiye nakushukuru bwana Jean Kasami, na kushukuru pia Radio Okapi kwa kuweza kutupatia nafasi hii nzuri ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Radio Okapi, dossier en Swahili. Mjini Beni, jimboni Kivu Kaskazini, kunaendeshwa operation ya kubadilisha vibanda vya mbao na maduka kwa majengo ya chuma.
Kwa wengine ni mpango mzuri wa kuzuia moto, lakini wengine wazani kwamba gharama ya kubadilisha majengo haya inakuwa juu sana. Marke Marofimbo atueleza zaidi. Kunako soko kubwa ya Kilokwa na hasa yale ndogo ya Mayangosi, ni kelele tu ya vifaa vya wafundi wanaoendelesha kazi ya kujenga vyumba vya biashara ya chuma. Ni jambo njema kwa wafanyabiashara kama ashuhudia huyu hapa. Omwe mwenyewe alitaka oda watu baenge chuma, tumesaka saidia watu. Lolo wa mbele yeye hakutaka watu bajenge bidii za chuma. Ya chuma ni ya mzuri. Si watu wa msoko hatukuwaka na ile mbao. Tuwaka na makahala. Tunakushia hapo makahala. Sasa tunaishi tu mwele makahala, tunaishi mwele makahala. Tunatokesha vitu madogo wengine, tunakia installe vitu. Magharibi kama tutakuwa 17h tunafunga vitu, tunaviingiza mama depo kubwa kubwa. Sasa tulipata kaneema kidogo, maire de la ville wa leo ndio mwenyewe anaruhusu watu wajenge nyumba ya machuma. Na ile nyumba ya machuma inatusaidia. Tena hatubebaki mizigo, tunayekwenda ingiza. Tusaidia sana. Hata mkwe na nyesa Cesar mkwe na nyesa tutachunga tu ikunche 18 kama nakuncha tunafunga milango tunaenda. Na ile wakati ile ya zamani ile mvua tika nyesa Cesar inakia kucha na sineve hatuwezaka tena kubeba vitu, tunatoa kuna mavende na kusiku kupeleka kwetu na duka. Kweli maamuzi haya ya kujenga maduka zote kwa chuma ni njema, ila wauzishaji vyuma hawaoni faida nyingi sana. Mmoja wao ashuhudia. Inatusaidia, sisi naendelea kujenga na sisi tuko na beneficie. Basi amungekuwa naendelea kujenga hatungekuwa tena hapo. Ile pri ya zamani iliwaka na kwa vile juu. Watu na habiko na jenga na chuma niko shere kuli. Megisi kona kwa mweshere watu na habiko naendelea kujenga. Iko na kwa bie na sisi wanatusaidia tu. Simona hii tole hapo. Hii zamani na ni $30. Leo tunaweza kusaidia, tunakupatia kama 28, 27. Ila wamoja walaani gisi walishutushwa na maamuzi haya. Sikiliza. Wakati mtu wako nyumba hana kazi na wakona yake unapata kama mafuta quelque part na gouvernement anakuwa cause saa ke haiprevenir consequences zinazotokea nyuma ile decision yao iko mbaya. Juu hawakamata wakati ya kutayarisha population wakati ya kufaa. Ilikuwa kwa brisk. Utajua kwamba tarafani na hasa kunako vitongoji vya mji tayari manyumba madogo madogo za biashara zote zianja kujengwa kwa vyuma. Beni, Mark Marufimbo, Radio Kapi. Mwisho wa habari. Asante kwa kutufuata.